Zile lawama za wagonjwa wa kisukari kuwalalamikia wale wanaowauzia dawa kwamba wametumia dawa nyingi bila mafanikio, wanapoteza pesa, leo jibu lake liko hapa. Nitaongea upande hasi kwa wagonjwa wa kisukari, kwa nini hiyo hali inajitokeza, lakini pia nitaongea upande hasi wa hawa wanaokuuzia dawa, wapi wanakosea, na kupitia elimu nitakayokupa leo utapata suluhisho la kweli na hakuna lawama zitakazoenda pande za wauzaji au hawa wanunuaji. Wote wanakuwa na nia nzuri, huyu anatamani kusolve tatizo lake na huyu anatamani kumsaidia huyu kuweza kusolve tatizo linalomsumbua, na kipato inakuwa ni tunasema ni matokeo. Maanake kuna value exchange, kuna thamani hapo inabadilishwa. Kwa hiyo pesa ndio maana huwa inahusika. Kwa hakuna ubaya wowote. Lakini ubaya unakuja pale ambapo alitarajia mafanikio makubwa aliyoambiwa hajapata. Hapa ndipo kwenye shida. Udhaifu kwenye kundi la wagonjwa wa kisukari ni kwamba wengi hawana taarifa za kutosha kuhusu tatizo lao. Wengi wanaamini wana shida ya kongosho, kwa hiyo wanatafuta dawa za kutibu kongosho wapone kisukari. Mtu ambaye ana kisukari type 2, mtu mzima aliyekipata kwa sababu ya lifestyle, asilimia kubwa hauna shida ya kongosho. Kwa hiyo kama bado unatafuta dawa ya kongosho au dawa ya kuponya ugonjwa wa kisukari, bado hauna taarifa za ugonjwa wa kisukari vya kutosha, kwa sababu dawa nyingi zinazotolewa zinasaidia sana kwenye zile complications za sukari. Kwa mfano kushusha viwango vya sukari, kuondoa ganzi, kukuweka sawa, lakini lazima pia uwe na mfumo mzuri wa lifestyle ambao una support kupiga kwenye kiini cha ugonjwa. Kama unakula ovyo, ina maana hata ungepata dawa za design gani zitaishia kukupa msaada kwenye level ya madhara na kushusha viwango vya sukari, kitu ambacho hata ukipata huo nafuu bado kuna uwezekano tatizo likakusumbua zaidi, kwa sababu bado kiini cha ugonjwa ule upinzani haujauondoa. Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari ukiwa na maarifa sahihi, utajua mimi nataka kubadilisha mfumo wangu wa lifestyle, lakini pia nahitaji kutumia hizi product, kama ni dawa za hospitali, kama ni mitishamba, kama ni virutubisho, vinisaidie kuongeza kasi ya kufikia malengo na kuondoa hizi changamoto ninazozipitia. Sio nizitegemee kama dawa ya kuponya huu ugonjwa, halafu mimi niendelee kula vyakula ambavyo sijui kama ni salama au sio salama. Tukisolve hapo, wagonjwa wa kisukari wote mtaacha hizo lawama na mtakuwa katika safari ya kudhibiti huu ugonjwa na kuwa huru kabisa bila kuja kuwa tegemezi wa dawa maisha yote. Kwa hiyo case closed kwenye udhaifu wa ugonjwa wa kisukari. Jifunze ujue ugonjwa wa kisukari kiini ni nini, lishe nzuri ni ipi, tafuta mtaalamu atakaye kusaidia na kukucoach kwa ukaribu ili usiendelee kuhangaika na kutumia nguvu kubwa huku ugonjwa ukizidi kukuchakaza na kuota mizizi zaidi. Lishe ndio kwenye chanzo, ndio kwenye tatizo. Ratiba, idadi ya milo unayokula kwa siku, tabia zako kwenye ulaji zina mchango mkubwa sana wa kujenga ugonjwa. Huu sio ugonjwa wa kutumia kadawa fulani ukaondoka kama haujaenda kubadilisha mfumo wa maisha. Kwa cha kwanza jifunze, uelewe unadili na kitu gani. Kama hujui, tafuta mtu ambaye atakusaidia. Lakini unapokuwa tayari kujifunza, asilimia kubwa utapata watu sahihi wa kukusaidia. Lakini kama uko tayari kujifunza, wewe umejiweka kwenye kundi la watafuta dawa, lazima utaendelea kupigwa na wanaokupiga pia wengine pia hawajui, na ndio maana pia nataka nizungumzie upande hasi wa wale wanaotoa hizi dawa. Upande hasi wa hawa watu ni kwamba wengi wapo katika kuuza virutubisho, kuuza mitishamba, na pengine wanajua kwa uchache sana kuhusu ugonjwa. Sasa inawezekana anaamini kwa vile anakupa hiyo ya kwako inaenda kushusha sukari, anaamini umepona. Anaamini amekutibu. Kwa hiyo wengi wana taarifa chache kuhusu ugonjwa wa kisukari pia. Kwa hiyo wanakupa ahadi nyingi kwenye level ya kudili na madhara ya ugonjwa, na kweli na wewe ukipata matokeo utajisikia vizuri. Lakini baadaye tatizo likikusumbua nayo wiki mbili, hata au mwezi, unaweza kaona tena huyu mtu amekusaliti, kumbe yeye pia alitakiwa awe na ABC za kutosha. Kwa sababu ni magonjwa ya lifestyle, kwa hiyo hata njia za matibabu zimekaa katika namna ya lifestyle tu. Katika hizi njia asilia unakutana na mtu ambaye pia na yeye kuna information ambazo pengine zimepungua. Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa na deal magonjwa serious kama sukari, kuliko mtu umemchikia kachupa kamoja unamwambia huko kitumia huko unapona kila kitu, utakula kila kitu. Jaribu pia kuhoji. Huyo mtu akitumia baada ya mwezi anarudi anakuambia sukari iko pale pale na ulisha, what for? Nafikiri haijakaa vizuri. Kwa hiyo
tujaribu kuwa na hali ya kujielimisha pia, itakusaidia ili huyo mtu wako ambaye unamsaidia pia na yeye aweze kuwa anafahamu, umsaidie kuelewa. So mwisho wa siku kama na yeye atakuwa hana maarifa ya kutosha, atauza hata kitu chake, atatoa hata akiba yake ya mwisho akijua hicho kidawa ambacho umemwahidi kinaenda kupiga kila kitu, atakula kila kitu, akimiliki. Asipopata matokeo atakulaumu wewe na atalaumu sekta yote ya wanaodili na suluhisho la kisukari, hata kwenye masuala ya pressure na vitu vingine vyote. Kwa hiyo nataka pia tuwe na maarifa sahihi kwenye upande wa wataalamu ambao wanadili na magonjwa haya. Mimi nakutana na watu ambao wanalalamika, nakwambia nimetumia dawa nyingi, mwingine mpaka ameshanunua dawa hata mwezi hujaisha ameamua kuzisusia, ameziweka ndani kwa sababu haoni nafuu. Unamwambia kwani unakulaje? Ukiangalia mfumo wake wa lishe unasema hata hizo dawa pengine zisingekusaidia kabisa, ama kama ungebadilisha mfumo basi hizo dawa zingekupa matokeo makubwa zaidi. Kwa hiyo tuweke nguvu katika kujielimisha ndani ya mtaala na nje ya mtaala, kwa sababu ni vitu asilia, kuna vitu vya kurudi kwenye nature, lazima tujue. Kwa hiyo itakutusaidia sana na itasaidia kuondoa hizi lawama ambazo zipo kwa watu wanaodili na hizi tiba. Kwa hiyo huo ni maoni yangu na mawazo yangu na ni uzoefu wangu katika kupokea lawama. Kuna watu wananitafuta, lakini upande hasi wa ugonjwa wa kisukari ndio muhimu, kwa sababu nyinyi ndio mnaoteseka, nyinyi ndio mnaohangaika, nyinyi ndio mnaotumia pesa. Kwa hiyo ni vizuri wewe ukawa na power. Wewe ugonjwa umekuanza, yani kama umeugundua leo ugonjwa wa kisukari, haujagundulika leo, umeanza miaka 5 hadi 10 iliyopita. Sasa tatizo kama hilo, kwa nini usiwe na taarifa za kutosha? Wewe ugonjwa unaokuweka kwenye riski ya kupata madhara makubwa, hata ya kupoteza viungo vyako, unakuwaje na taarifa nusu? Jifunze uweze kuelewa. Hata unapokutana na mtu ambaye ana virutubisho, ana dawa, unajua kwamba zitanisaidia, lakini katika mlengo fulani, huku na mimi nikibadilisha tabia zangu, ulaji wangu. Lakini kwa sababu ya nyinyi kuto kujielimisha, pia unakutana na mtu sahihi kabisa. Kwa mfano mimi, kuna watu najua mimi programu yangu ni nzuri na inasaidia, lakini unakutana na mgonjwa, ukimwambia masuala ya program, masuala ya mfumo wa lishe, na kuona wewe ndio haujui unachokifanya, yeye anakuambia kama hauna dawa hamna shida, mimi kwa natafuta dawa. Na yani kama hakuna dawa, ina kwamba haoni kama kuna tiba tena. Kwa hiyo unaona kabisa hata huyu naye amejiandaa katika mazingira ya kupoteza pesa, pengine kupoteza ama kuja kulalamika, kwa sababu alivyojiposition atakutana na watu ambao pia hawana taarifa nyingi za ugonjwa, lakini wana dawa ambayo wanaweza kukupa ahadi nyingi, alafu mwisho siku ukarudi unalalamika. Kama kuna kitu sijakigusia, naomba niambie kwenye comment, nitakuja kufafanua zaidi. Lakini moja ya mambo ambayo ningependa kushare ni huo uzoefu ambao, kusema na kweli, kuna watu wanakutafuta, kuna watu nawasikiliza, kuna malalamiko unayaona, unaona kabisa lazima kuna mahali pande zote zinatakiwa kuwajibika. Nje na hapo, tutaendelea kutwanga maji kwenye kinu na kuendelea kuwalaumu wataalamu, lakini pia sisi tutaendelea kuwashangaa nyinyi, hasa wale ambao wako honest, wanakwambia ukweli, lakini wewe unatafuta bingo, mfumo wa maisha uliokuwa sio mzuri, ukatengeneza ugonjwa kwa miaka mingi. Wewe unataka ufix kwa kidawa cha vidonge ama cha powder kichupa kimoja, alafu kila siku unakula vyakula vya ajabu ajabu. Hapo wewe ndio utakuwa na matatizo, na utakutana na watu ambao pia na wenyewe pengine hawajaelewa wanachokifanya. Mtaishia kulaumiana na utawatupia lawama wote, huku wewe ukiendelea kuteseka na kulea ugonjwa. Kama umejifunza, umefaidika, hebu nipe uzoefu wako. Wewe una uzoefu gani katika hili? Na kama kuna maoni zaidi, share hapo, lakini share video hii wengine wajifunze, like, comment, lakini pia follow page hii. Kuna elimu kubwa sana ya kiafya huwa naitoa, hasa kwa magonjwa ya kimetaboliki kama kisukari, uzito mkubwa, pressure, pamoja na kutunza afya zetu kiujumla. Karibu sana, mimi ni Sam Nature, na kama wewe ni mhanga wa ugonjwa wa kisukari na ungependa kupata program ambayo itakusaidia si tu kwenye madhara, lakini pia kwenye mfumo wa maisha ili kuondoa kiini cha ugonjwa, chukua namba kwenye bio tuwasiliane. Iko program ambayo imeprove kufanya matokeo na kuleta mafanikio makubwa sana kwa watu. Karibu sana. Yes.